Netanyahu asema mashambulio yaliyoua watu 174 Gaza ni mwanzo tu. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ametangaza kushadidi mashambulio mabaya dhidi ya Gaza, akionya kwamba mashambulizi ya hivi karibuni ya anga ambayo yaliua watoto wasiopungua 174 katika ukanda huo ni mwanzo tu wa uchokozi mkubwa zaidi dhidi ya Palestina. Katika hotuba yake kwa njia ya television, Netanyahu amesema kuwa majeshi ya Israeli yatashambulia Gaza kwa kuongeza nguvu na kwamba mashambulizi ya hivi karibuni ni hatua ya awali tu ya hujuma kubwa dhidi ya harakati ya mukawama ya Palestina, Hamas, na wakazi wa Gaza. Anasema Hamas tayari wamehisi uzito wa kikosi chetu katika saa 24 zilizopita na ninataka kuwahakikishia na wao huu ni mwanzo tu. Netanyahu amesema, akisisitiza kwamba mazungumzo ya baadaye ya kusitisha mapigano yatafanyika tu chini ya moto. Matamshi ya Netanyahu yanakuja kufuatia wimbi jipya la mashambulizi ya anga ambayo yamesambaratisha usitishaji mapigano ambao tayari ulikuwa ni dhaifu na ambao ulikuwepo tangu Januari 19. Ametaja malengo ya utawala katika mashambulizi ya hivi sasa ambayo ni pamoja na kuachiliwa kwa mateka wote wanaoshikiliwa na Hamas, kusambaratisha kikamilifu kundi la mukawama na kuondoa vitisho vyovyote vinavyodaiwa kutoka Gaza hadi Israeli. Malengo haya yamekaririwa katika kipindi cha miezi 17 iliyopita, lakini matokeo pekee yamekuwa ni uharibifu wa Gaza na kuhamishwa kwa wakazi wake. Jamii ya kimataifa imeghadhibishwa na hatua ya utawala wa Israeli kuendeleza mashambulizi ya anga dhidi ya Gaza, huku ikivunja makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyokuwa na lengo la kumaliza mzozo wake wa miezi 17 na Hamas. Vile jamii ya kimataifa imebainisha hasira yake baada ya utawala wa Israeli kuendelea na mashambulizi ya anga dhidi ya Gaza, huku ikivunja makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyokuwa na lengo la kumaliza mzozo wake wa miezi 17 na Hamas. Zaidi ya Palestina 400 wakiwemo wanawake na watoto wameuawa Jumanne katika mashambulizi ya Israeli, jambo ambalo limeibua ghadhabu kote duniani. Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, na maafisa wa haki za binadamu katika umoja huo akiwemo Volker Turk wameelezea mashambulizi hayo kuwa ya kutisha, huku Turk akihimiza kusitishwa haraka vita hivyo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema mapigano hayo yana athari mbaya kwa watoto milioni 1 wa Gaza. UNICEF pia imetoa wito wa msaada wa haraka kwa ajili ya Gaza na kuutaka utawala wa Israeli uheshimu sheria za kibinadamu za kimataifa. Umoja wa Ulaya ukiongozwa na Antonio Costa, mkuu wa baraza la umoja huo, umelaani mashambulizi hayo na kusisitiza umuhimu wa kudumisha mkataba wa kusitisha mapigano. Nchi nyingi kote duniani zikiwemo Iran, Jordan, Misri, Qatar, Uturuki, Saudi Arabia na China zimebainisha wasiwasi wao kutokana na mashambulizi hayo mapya. Esmail Baghaei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, ameilaumu Marekani kutokana na jinai mpya za Israeli huko Gaza. Katika taarifa yake Jumanne, Baghaei amesema kuanza tena uchokozi hatari wa Israeli huko Gaza ni muendelezo wa mauaji ya kimbari katika ardhi ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu. Viongozi wa Ulaya kama vile Keir Starmer wa Uingereza, Annalena Baerbock wa Ujerumani na Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa wametaka mapigano yasitishwe mara moja. Waziri Mkuu Giorgia Meloni wa Italia ameonya kuhusu mazungumzo yanayotishiwa, huku Hispania na Ubelgiji zikitahadharisha kuhusu mzigo wa kibinadamu na ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Uholanzi imetoa wito wa kusitishwa kabisa mapigano. Hayo yakiendelea, msemaji wa harakati ya Hamas amesema harakati hiyo inatekeleza kikamilifu masharti ya makubaliano ya usitishaji vita na kwamba wazayuni wameyakiuka, akisisitiza kuwa uratibu wa awali wa utawala huo ghasibu na Washington wa kuanzisha tena vita dhidi ya watu wa Gaza unaashiria ushiriki wa moja kwa moja wa Marekani katika jinai zinazofanywa na wazayuni. Ni baada ya utawala wa Israeli kuanzisha tena mauaji ya kimbari dhidi ya raia wa ukanda wa Gaza huko Palestina na kuua mamia ya watu wasio na hatia. Akizungumzia kuanzishwa tena mashambulizi ya kikatili ya utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wa Gaza, Abdul Latif, msemaji wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas, ametangaza kwamba kwa uratibu wa awali na Marekani, utawala ghasibu wa Israeli umeanzisha tena vita vya mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Gaza na kufanya jinai nyingi. Msemaji wa Hamas ameongeza kuwa uratibu wa hapo awali kati ya utawala wa Kizayuni na Marekani unaashiria ushiriki wa moja kwa moja wa Washington katika vita hivyo na uungaji mkono wake kwa jinai zinazofanywa na wazayuni. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, kinyume na makubaliano ya kusitisha mapigano, ameanzisha tena vita dhidi ya Gaza ili kuepuka mgogoro wake wa ndani na kuweka masharti mapya katika mazungumzo hayo. Al-Qanu amesisitiza kuwa Hamas imefuata masharti yote makubaliano ya usitishaji vita, lakini adui mzayuni amekataa kuyatekeleza.
Afisa huyo wa Hamas amesisitiza zaidi kuwa jamii ya kimataifa inapaswa kuchukua hatua za haraka ili kusimamisha umwagaji damu ukanda wa Gaza na kuwawekea mashinikizo Wazayuni. Vile maafisa 5 waandamizi wa harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas wameuawa shahidi kufuatia mashambulizi ya kinyama yaliyofanywa na utawala wa Israeli kwenye ukanda wa Gaza. Afisa mwingine wa Hamas aliyeuawa shahidi ni Bejat Abu Sultan, ambaye ni mmoja wa viongozi mashuhuri wa Hamas anayehusika na operesheni za ndani huko Gaza. Abu Sultan aliwahi kushika nyadhifa kadhaa muhimu katika wizara ya mambo ya ndani na idara za kiintelijensia za serikali ya Hamas huko Gaza. Shahidi mwingine ni Esam al-Dalalis, mjumbe wa ofisi ya kisiasa harakati hiyo ya ukombozi wa Palestina. Aliyeuawa ni Ahmed Omar al-Hat, maarufu kwa lakabu ya Abu Omar. Ni shahidi wa 3 wa jinai ya Jumanne asubuhi iliyofanywa na utawala wa Kizayuni huko Gaza. Yeye aliwahi kuwa mkurugenzi mkuu wa wizara ya sheria ya serikali ya Hamas katika ukanda wa Gaza na anajulikana kwa mchango mkubwa aliotoa katika kuimarisha mfumo wa sheria za Kiislamu huko Gaza, ambapo mwaka 2021 alichaguliwa kuwa mkuu wa chuo cha mafunzo ya polisi cha Rabat. Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Israeli la Yedot Aharonot, afisa 4 wa ngazi ya juu wa Hamas aliyeuawa shahidi katika jinai za Jumanne asubuhi ni Jenerali Mahmoud Abu Watfa, mkurugenzi mkuu wa wizara ya mambo ya ndani ya serikali ya Hamas huko Gaza. Kwa mujibu wa gazeti hilo, Abu Watfa aliuawa shahidi pamoja na familia yake katika mashambulio ya anga yaliyolenga nyumba yake katika mji wa Gaza baada ya kuanza kutekelezwa usitishaji vita. Katika mazungumzo na mkazi mmoja wa Gaza, Abu Watfa alisisitiza dhamira ya Hamas ya kujenga upya ukanda wa Gaza na akasema, tutaijenga upya Gaza na kuifanya imara zaidi kuliko ilivyokuwa huko nyuma. Abu Obeida al-Jamas ni mwanachama mwingine mwandamizi wa Hamas aliyeuawa shahidi katika jinai ya utawala wa Kizayuni. Yeye aliwahi kuwa mkuu wa idara ya uongozi kusini mwa ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa habari za duru za Palestina, kuwa washahidi maafisa hao waandamizi 5 wa Hamas kumethibitishwa. Vilevile Tom Fletcher, mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya masuala ya kibinadamu, ameonyesha hisia zake kuhusu taarifa za kutisha za mashambulizi ya Israeli dhidi ya Gaza, akisema kuwa kila mwenye ushawishi ana wajibu wa kufanya kadiri awezavyo kukomesha jambo hilo. Fletcher ameandika hayo kwenye mtandao wa kijamii wa X na kusema, wasaidizi wetu wa masuala ya kibinadamu wamefanya kila linalowezekana kuokoa maisha ya watu wengine kadiri tunavyoweza huko Gaza. Kila mtu aliye na ushawishi lazima asitishe jambo hili. Nazo familia za mateka wa Kizayuni walioko mikononi mwa makundi ya mukawama wa Palestina zimetaka kufanyike maandamano makubwa ya kulaani jinai mpya za utawala wa Kizayuni kwenye ukanda wa Gaza, zikisema kuwa jamaa zao wako hatarini kutokana na mashambulizi hayo mapya ya Israeli. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kuwa gharama za vita za utawala huo zimefichwa mwaka huu tofauti na ripoti za mwaka jana, na kuna wasiwasi kuhusu usimamizi wa bajeti. Mkaguzi mkuu wa hesabu za wizara ya fedha ya utawala wa Kizayuni ameacha kuchapisha ripoti za mara kwa mara kuhusu gharama za vita zilizotumiwa na Israeli katika vita dhidi ya Gaza na Lebanon. Gazeti la Haaretz limeandika kuwa hatua hii imeibua wasiwasi kuhusu kuwepo uwazi katika kusimamia bajeti ya utawala wa Kizayuni. Hadi mwishoni mwa mwaka jana, mkaguzi mkuu wa wizara ya fedha ya utawala wa Kizayuni alikuwa akichapisha mara kwa mara ripoti za kila mwezi za gharama za vita katika mfumo wa bajeti ya utawala huo. Hata hivyo, tangu Januari mwaka huu, uchapishaji wa ripoti hizo umesitishwa na imekuwa vigumu kuchambua utendaji wa bajeti ya utawala wa Kizayuni na matumizi halisi ya utawala huo. Kabla ripoti hizo kusitishwa, matumizi ya kijeshi ya Israeli yalikadiriwa kwa karibu shekeli bilioni 125, yaani kila dola ni sawa na shekeli 3.6, ambapo karibu shekeli bilioni 100 zilitumika mnamo 2024. Haaretz imeongeza kuwa ripoti za huko nyuma kuhusu gharama za vita zilitofautisha kati ya matumizi ya ulinzi na ya kiraia, ambayo yalitoa mwanya wa kufanyika uchambuzi bora kuhusu ongezeko la matumizi la utawala wa Israeli. Lakini sasa kusita kuchapishwa gharama za vita za utawala huo, tunaaminisha kwamba haiwezekani kukokota gharama halisi ya Israeli baada ya kutoa gharama zake za vita. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.